Ni kusalimu kwa jina la Yesu. Ndoto unaona unaogelea baharini au mtoni au kwenye ziwa, Mungu ana maana gani? Kuona unaogelea baharini, ukisoma kitabu cha Isaya 43 mstari wa kwanza mpaka wa 5, maandiko yanasema ujapopita katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, hayatakugharikisha. Ujapopita katika moto hautaungua. Ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti, Zaburi 23, Mungu atakuwa gongo lako na fimbo yako. Sasa ukiona unaogelea kwenye bahari, ina maana Mungu anakuonesha upo kwenye kipindi cha matatizo, upo kwenye majaribu, upo kwenye vita, upo kwenye vikwazo, upo kwenye changamoto. Sasa angalia ile bahari ilikuwa wapi? Ni kijijini kwenu. Ina maana chanzo cha tatizo lako na majanga yanayokukuta, chanzo ni familia yako. Unaona ulikuwa umerushwa, labda kuna mtu amekurusha baharini. Ni nani aliyekurusha? Ni mtu umemjua? Ina maana yule mtu atakuingiza kwenye matatizo. Kwa hiyo angalia, je, wewe mwenyewe umejikuta umedondoka baharini, umeingia baharini? Ina maana wewe kuna vitu utafanya vitakuweka kwenye matatizo. Kwa hiyo kuna kuona wewe mwenyewe upo na ulikuwa hujui chanzo chake ni nini. Unaona? Ukiona upo baharini, umejikuta tu kwenye ndoto, umo baharini, unajaribu kutoka inashindikana, umo baharini. Ina maana kuna vitu ambavyo hujui chanzo chake, huenda ni roho za ukoo au ni chanzo ambacho hukijui, lakini utajikuta tu umeingia kwenye matatizo. Ina maana chanzo chake hautokijua, ila utajikuta upo kwenye matatizo. Sasa matatizo ya vile unaweza kukuta ni roho za ukoo au roho za kifamilia au mababu na mababu. Ina maana laana, unaogelea kwenye laana. Lakini ukikuta mtu anakurusha, unaingizwa, ina maana yule mtu, ina maana kuna mtu au kuna jambo litafanyika na mtu atalifanya ambao litakuingiza kwenye matatizo. Lakini wewe mwenyewe ukijiona umejiingiza mwenyewe, ina maana wewe kuna kitu utafanya kitakachokuletea matatizo au kitakuingiza kwenye matatizo. Kwa hiyo ni jambo kama hilo. Kwa hiyo kuna wakati unakuta wewe hujui nini umetokana na nini umejikuta mle. Ina maana hilo hujui sababu yake ya chanzo cha hayo matatizo, ila yanakukumba tu. Sasa chanzo chake vitu kama hivyo unakuta ni laana. Lakini ukikuta wewe umeingia, ina maana dhambi, labda umefanya dhambi imekuingiza. Lakini ukiona watu wamekuingiza, ina maana kuna adui anapambana na wewe, atakayeweza kufanya jambo kwenye maisha yako, labda udanganyifu, labda vita, labda kufukuzwa kazi, kukufukuzisha au kukusingizia, ambayo utakuta anaweza kukuletea tatizo au kukushauri vibaya, kukutoa kwa Mungu ili uingie kwenye njia zisizopendeza Mungu. Kwa hiyo chunguza ni nini chanzo, Mungu amekuonesha nini, na utaweza kuomba na utoke au kubadilisha mfumo wa maisha yako.